na ninaamini Mungu ni mwema. Tutajifunza kama ambavyo amekusudia. Haleluya. Somo letu linaitwa neema ya ongezeko. Neema ya ongezeko. Neema ya ongezeko. Haleluya. Neema maana yake ni uwezesho. Neema maana yake ni nguvu ya uwezesho. Haleluya. Amen. Ninajua kuna namna huwa tunazungumza kwamba neema ni upendeleo. Neema ni yani, Mungu amenipendelea, ni kwa neema yake. Sasa ile kwa neema yake maana yake ni kwa nguvu zake, ni kwa uwezesho wake. Haleluya. Amen. Kama unasoma Biblia utagundua kwamba Paulo siku moja alikuwa anafundisha katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Akasema atukuzwe Mungu atendaye mambo makubwa zaidi ya tunayo yawaza na zaidi ya yale tuyaombayo. Alafu anasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Haleluya. Amen. Sasa ile nguvu itendayo kazi ndani yetu ndiyo tunaita uwezesho wa kimungu, ambao kwa lugha nyingine tunaita neema. Haleluya. Sasa kama unasoma Biblia pia utagundua katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 pale, Paulo huyu anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Sasa ile nguvu ambayo Paulo anaisema ndio tunaita neema ya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu yoyote akiikosa ile nguvu, maana yake jitihada zake haziwezi kumfikisha mahali ambapo atakuwa na uwezo wa kuleta matokeo ambayo yanaonekana. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ndio ambayo inaona katika dunia hii tunasema ya kwamba jitihada za mwanadamu bado hazina nguvu ya kuleta matokeo toshelevu kwa mtu. Ama kwa lugha nyingine, watu wote ambao unawaona kwenye hii dunia, ambao unaona kuna hatua ambazo zipo kwenye maisha yao, nyuma yao kuna nguvu ya kiroho inayofanya kazi. Haleluya. Amen. Na watu fulani huwa wanajaribu kama kufundisha jamii, au kwa lugha nyingine wanaitwa motivational speaker. Yaani wanawahamasisha watu. Unajua mwingine atakwambia mimi unajua nilikuwa na mtaji mdogo sana, lakini nilikuwa na bidii na jitihada. Maisha yangu sasa hivi yamebadilika, yamekuwa yako ya aina hii. Sasa kuna watu pia ambao walikuwa wanawasikiliza na wanafuatilia maisha yao. Baada ya muda wakaja kugundua kwamba mbona kama ni jitihada, nimejitahidi mno. Kama ni kuamka asubuhi, asubuhi mapema nishaenda kazini na ninafanya kazi mpaka usiku, lakini mbona matokeo siyaoni? Fulani alisema alikuwa anauza chapati, lakini sasa hivi ana makampuni. Mbona mimi nimejitahidi nauza chapati, lakini sioni kwamba kuna hatua ambayo inaweza kunifikisha pale alipo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukisikiliza zile shuhuda utakuja kugundua kumbe kuna siri ambayo watu hawaisemi. Huwa tu wanakueleza vitu ambavyo vinaonekana kwa macho. Haleluya. Amen. Lakini Paulo anasema pia yatafakarini yaliyo juu, yasiyoonekana kwa nini? Kwa macho. Wakitu shetani anachokifanya, anatutoa katika kutafakari kwa juu ya mambo yasiyoonekana, anatuleta tutafakari juu ya mambo yanayoonekana. Sasa ukianza kutafakari juu ya mambo yanayoonekana, kitu cha kwanza ambacho kitazaliwa ndani yako ni tamaa. Haleluya. Amen. Tamaa ikishaingia ndani yako, maana yake umeshapata umefungua mlango wa ibilisi kufanya kazi kwenye maisha yako. Umefungua mlango wa ibilisi kutawala hatima yako. Kwa nini? Kwa sababu amekuruhusu kuona vitu ambavyo vinaonekana kwa macho.
Haleluya. Lakini Mungu anatutaka tutafakari mambo yaliyo juu, yale yasiyoonekana kwa macho, kwa sababu anajua siri iko katika vitu visivyoonekana. Haleluya. Siri iko katika vitu ambavyo viko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kwa mfano Yesu wakati Yesu anazaliwa, kuna watu walikuwa wanamwona ni mtoto, wanawaka ni katoto tu kamezaliwa, katoto ka Mariamu. Lakini Herode hakukaona ka Yesu katika mwili, aliona katika ulimwengu wa roho kwamba huyu aliyezaliwa jamani sio mtoto. Wakati wengine wanasema tu ni mtoto wa fulani bwana amezaliwa tu mtoto. Watoto wengine wote wanauliwa. Kwa nini? Kwa nini Herode anaingia gharama ya kwamba watoto wote chini ya miaka 2 wauliwe? Siri ni nini? Maana yake kuna mtazamo wa tofauti alionao juu ya maisha. Kuna mtazamo wa tofauti ambao anauona juu ya maisha. Mtu mmoja hapa Dar es Salaam alienda kumtembelea rafiki yake. Afika kwa rafiki yake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa analalamika sana juu ya maisha. Kwa biashara nafanya lakini naona sipati mpenyo kama wewe ndugu yangu. Angalau bwana uje tupate maneno 2 matatu. Kwa hiyo sasa muda mwingi anakuwa nimepata changamoto 1 2 3. Sasa siku moja yule tajiri akaenda kumtembelea yule bwana. Alipofika nyumbani, wamekaa wanapiga story, akamwambia ndugu yangu, yaani unalalamika maisha magumu na nini, lakini nikikuangalia mbona una mtaji mkubwa. Haleluya. Amen. Mtaji mkubwa ujue ni nini? Ni watoto. Anamwambia ni wewe una watoto wote hawa, halafu unalalamika maisha magumu. Kwa kuna mtu mwingine akikuangalia una watoto wako, halafu unalalamika maisha magumu, anasema yaani mimi nilikuwa na watoto kama yule. Huyu nampeleka Sumbawanga, huyu nampeleka Pangani. Historia yangu imefanyaje? Imebadilika. Haleluya. Amina. Unaona mitazamo ilivyokuwa tofauti. Mmoja alikuwa anatazama kimwili, mwingine alikuwa anatazama kiroho. Huyu aliyekuwa anatazama kiroho, maisha yake yanaonekana na matokeo. Kwa nini? Nguvu yake iko katika ulimwengu wa roho. Sasa sikuambii kwamba ulimwengu wa roho wa shetani haufanye kazi. Najua unafanya kazi. Ingawa maandiko yamesema ya kwamba baraka ya Mungu haina majuto ama haina huzuni. Mwisho wake tunajua ni nini? Ni uzima. Haleluya. Amen. Lakini baraka ya shetani ina majuto, maana yake mwisho wake ni nini? Ni mauti. Haleluya. Amen. Kwa hiyo una uhuru wa kuchagua unataka nguvu gani iwe nyuma yako. Je, unataka iwe ni nguvu ya Mungu au ni nguvu ya shetani? Unachagua wewe. Haleluya. Amen. Ingawa nakushauri ndugu yangu, usichague ile nguvu. Ni nguvu ambayo kwa macho inatamanika sana. Yaani ukitaka kujua, ukikutana na watu ambao wameingia kwenye hayo maagano, wameingia kwenye kutumika chini ya hizo nguvu, namna ambavyo wanatamani kutoka na ni changamoto. Yaani hakuna hata mmoja ambaye angetamani kujiingiza katika maagano hayo. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu ametuambia katika Kumbukumbu la Torati, mbele yako nimeweka uzima na mauti, baraka na laana. Hakuishia tu kukupa uhuru wa kuchagua. Na mimi ninajua wewe una uhuru wa kuchagua. Unataka kuchagua njia ipi? Uhuru ni wa kwako. Lakini bado Mungu anasema ninakushauri uchague uzima au baraka. Halafu anasema ili uwe hai wewe na uzao wako. Maana yake nini? Ni chochote kile ambacho unakifanyia maamuzi kina athiri na uzao wako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani maamuzi ambayo unasema ya kwamba ni kwa ajili yangu tu mimi, watoto wasihusishwe. Hayo ni mawazo yako. Lakini katika ulimwengu wa roho, mbegu unaoipanda inatembea vizazi na vizazi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ili usije kuwa miongoni
mwa watu ambao watoto watakuwa wanalia kwamba mimi baba yangu ndo kasababisha yote haya. Si najua tunasemaga mizimu ya mababu, mizimu ya mabibi. Sasa ili watoto wako na wajukuu wako wasije wakasema mizimu ya mabibi ndio imesababisha yote haya, maanake bibi mwenyewe ndo wewe. Sasa ili usiwe kwenye hilo kundi, haleluya, lazima ujue mbegu ya kupanda katika ulimwengu wa roho ni mbegu ipi, maana ulimwengu wa roho ndio unaotawala maisha yako. Haleluya. Sasa mimi nimekuletea neema ya ongezeko. Amen. Au nguvu ya kimungu inayokuletea wewe ongezeko kwenye maisha yako, inayokuletea wewe ongezeko kwenye uchumi wako, inayokuletea ongezeko katika afya yako, inayokuletea ongezeko katika huduma yako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo hii tuko watu wawili, kesho tuko watu wanne, lakini kwa neema ya Mungu, haleluya, Mungu amekusudia ongezeko. Amen. Ukitaka ufuatilie namna ambavyo Mungu anafanya kazi, maandiko yanasema tunaweza kujifunza pia kupitia mazingira. Yaani usijaribu sana kusema kwamba Biblia sina, sijui kusoma kwa hiyo siwezi kujua ukuu wa Mungu. Hapana. Ili mradi tu una macho, ili mradi una masikio, una akili timamu, unaweza kujua Mungu anafanya kazi gani na Mungu yukoje. Haleluya. Ikiwa unaamini ya kwamba sisi wanadamu wote tumetokana na Adam, haleluya, lazima ujue pale kuna funzo kubwa ambalo Mungu anatufundisha kwenye maisha yetu. Siku moja nilikuwa naangalia mpira kombe la dunia juzi tu hapa. Ule uwanja ambao watu wamekaa wanaangalia mpira, ndugu yangu, una watu wengi. Sasa wale watu wako tu Marekani, kuna wengine wako sijui Ulaya, kuna wengine wako China, kuna wengine hapa Tanzania. Ukitoka hapa ukienda Mbezi unasema Mbezi kuna watu wengi. Hujafika Manzese. Ukifika Manzese kuna watu wengi. Ukienda Mbagala unasema Mungu wao. Ukitoka Mbagala ukienda Kariakoo unasema haleluya. Hapo hapo bado kuna Arusha, kuna Mbeya, kuna Mwanza, lakini wanatokana na watu hao. Haleluya. Wanatokana na watu hawa. Kumbe kuna ongezeko kwenye maisha. Kwa hiyo inaweza ukaza, ndio maana Mungu anaposema ya kwamba wakusanyikapo wawili watatu, Mungu anaweza kufanya jambo lolote na kwa ukubwa. Naelewa watumishi wa Mungu. Kama sisi sote, dunia yote hii tumetokana na watu wawili, Adam na Eva. Leo hii tuko maelfu, mabilioni ya watu kwenye hii dunia. Haleluya. Kuna somo ambalo Mungu anatufundisha ya kwamba kuna neema tunahitaji ya ongezeko kwenye maisha yetu. Mungu anaweza kutumia wachache kuzalisha makubwa. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba ninajua kupungukiwa na ninajua kuwa na kitu. Haleluya. Katika yote hayo ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yaani lazima ujue ya kwamba ongezeko kwenye maisha yako ni kipaumbele cha kwanza cha Mungu ambacho kinatakiwa kitokee kwenye maisha yako, ili siku ambayo unaona kuna picha ya kupungukiwa, kama ambavyo shetani alipeleka picha kwa Ayubu, akamwambia Ayubu, ulikuwa unajifanya una vitu Maana shetani alimwambia Mungu, unajua wewe Ayubu umembarikia, umempa majumba, umempa afya nzuri, umempa mke, umempa wafanyakazi, wanyama, watoto wazuri. Ndio maana anakucha wewe. Ngoja sasa nikuonyeshe. Kwa shetani akaenda kwa Ayubu sharp na picha ya mwili. Kama nilivyowaambia, shetani anakufundisha tu mambo unayoona kwa macho. Kwa acha kufanya, akaona Ayubu anaona mifugo, akaondoa mifugo yote. Akasema Ayubu anaona mashamba, akaondoa mashamba yote. Ayubu anaona fedha, anaona mali, anaona afya, akaviondoa vyote. Ayubu akabaki yeye na roho yake. Mwili umejaa magonjwa, marafiki hawapo tena. Haleluya. Wewe unadhani rafiki anaweza kukufanya ukaacha ibada? Rafiki anaweza kukufanya ukaacha kumtumikia Mungu? Kwamba pale kanisani mimi nilikuwa na wito sana,
lakini naona mchungaji ananisema vibaya, washirika nao wananisema vibaya, mimi nimeamua kuacha. Nimewaachia Yesu wao na kanisa lao. Ayubu alipoteza vyote. Ukisoma Biblia utakuta mwanzo Ayubu wakati ameanza kupata yale matatizo, kuna rafiki zake ambao walikesha naye. Haleluya. Usiku na mchana wako naye pale. Kama kawaida mwanzoni pale ukiwa unaanza kupitia matatizo, wale marafiki ambao walikuwa una vitu, wanakuja kukutia moyo, huyu akipona atauliza mbona unakuja kuniona? Haleluya. Kwa hiyo wakaenda pale chap. Lakini haya yote yametokea, Mungu atakutetea mtumishi wa Mungu, jitie moyo. Walivyoona vitu vinaanza kupukutika tu, wakasema Ayubu, utakuwa umetenda dhambi, kuna kitu umekosea. Haleluya. Amina. Wakaenda naye, lakini baadaye wakaona hili swala hili hapana, hatuliwezi. Vitu vimeondoka na afya, majipu muda wote anajikuna Ayubu. Haleluya. Amen. Maana yake kapoteza mali, kapoteza vitu, kapoteza na afya. Yale yote ambayo mwanadamu anaweza kuyaona kwa macho yameondoka. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ukisoma historia ya Ayubu utakuja kugundua kwamba Ayubu kwenye Ayubu 19:25 Ayubu anasema, lakini ninajua mteteaji wangu yu hai, ya kwamba ipo siku nitasimama tena. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa Ayubu kilichomsaidia alikuwa anajua kwamba katika Mungu kanuni ya ongezeko ipo. Haijalishi vitu vinaweza vikaonekana vinapotea, vinapungua, vinapotea, vinapungua. Lakini je, katika ulimwengu wangu wa roho? Je, katika ulimwengu wangu wa roho vile vitu bado vipo? Ile nguvu, ile neema ya kuvizalisha tena bado ipo? Haleluya. Kwa hiyo ngoja tuende taratibu, tujifunze somo hili la ongezeko la neema. Na mimi ninaamini mpaka tunapofikia mwisho, haleluya, lazima moyo wako na maisha yako yatazame au yamtazame Mungu kama chanzo cha ongezeko katika maisha yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na mimi nimekuja leo kuwatamkia ongezeko katika huduma yenu, ongezeko katika afya zenu, ongezeko katika biashara, katika kazi. Mungu anaachilia ongezeko. Haleluya. Mtumishi wa Mungu anafahamu, nishakumshuhudia sehemu moja, nyinyi mmeanza huduma mnapaa kabisa. Ilikuwa neema ya Mungu. Na watu wameanza huduma chini ya mchungwa, yuko yeye na mke wake. Haleluya. Kwenye mchungwa wanaimba, wanaingia mtaani, mke anaenda huku, yeye anaenda huku, wanahubiri mtaani. Haleluya. Wanakutana na watu, wanawaambia sidhani kama mtaweza, maana hapa kumeshindikana. Haleluya. Lakini leo hii tunavyoongea, mtaamini kweli kuna neema ya nini? Ya ongezeko. Bwana asifiwe sana. Sasa Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, maandiko yanasema ya kwamba Yakobo sura ya 4 mstari wa 6 anasema ya kwamba lakini hutujalia sisi neema. Ngoja nianze mstari wa 5 ili uelewe ninachomaanisha. Bwana asifiwe sana. Anasema, au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure? Haleluya. Anamaanisha hivi unadhani wewe maandiko katika Biblia yalivyoandikwa yani hayana maana? Je, ni siasa tu kwamba wanajaribu tu kutengenezea namna fulani ya kuishi? Haleluya. Au je, unadhani kuna uhalisia juu ya maandiko ambayo tunayasoma? Naelewa watumishi wa Mungu. Kwa mfano, ngoja nikuonyeshe. Kwa mfano katika Mwanzo katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hivi je, unadhani maandiko haya
yasema bure? Bwana asifiwe sana. Mnanielewa? Lakini ngoja nirudie tena kwenye Yakobo sura ya 4 mstari wa 5. Naelewa tumishi wa Mungu. Yakobo 4:5 inasema hivi, au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure? Nikasema ya kwamba hapa tunaulizwa swali, hivi tunadhani Biblia au maandiko matakatifu tunavyoyasoma yapo kwa ajili tu kama siasa ama kama kwa ajili tu ya utamaduni, kwamba tukikutana jamani tusikose cha kusoma? Haleluya. Au mnadhani ni aina fulani ya utamaduni wa wazungu ambao walikuja wakatuletea na sisi Afrika? Ni swali ambalo Roho Mtakatifu anatuuliza. Nikawatolea mfano. Kwa mfano kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Maandiko yanasema hivi, Mungu akawabarikia wanadamu, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Je, unadhani maandiko haya yana uhalisia au ni siasa tu? Haleluya. Amen. Au ni tamaduni tu za watu fulani ambao waliamua kuja kutuelezea? Labda ni mfumo tu fulani wa maisha ili tukae tunatiana moyo kwamba jamani, unajua maandiko yamesema zaini mkaongezeke. Haleluya. Lakini hapa anatuambia maandiko haya ni nini? Ni dhahiri. Maandiko haya yanasema ukweli. Ndio maana anasema hakuna neno ambalo litatoka katika kinywa cha Bwana halitatimiza mapenzi ya Mungu. Na ukisoma katika anasema mwishoni pale wa Biblia anasema kwamba kila andiko linafaa kwa mafundisho, kwa kuwa ni pumzi ya Mungu. Kwa hiyo maandiko haya wapendwa ni kweli na ni dhahiri. Mungu anaposema akawabarikia, anasema zaeni mkaongezeke. Sasa ile haiishii kwenye kuzaa watoto tu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ukisoma Biblia utakuja kugundua kwamba Adamu na Eva hawakuishia kuzaa watoto tu, lakini maandiko yanasema zaeni mkaongezeke. Maana yake waliongezeka katika uchumi wao, waliongezeka katika utawala wao, waliongezeka katika afya zao, waliongezeka katika uzao pia. Haleluya. Mungu anataka tuzae matunda, anataka tuwe na maongezeko. Ni matamanio ya Mungu kwamba yoyote aliyebarikiwa awe na maongezeko. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yakobo anatukumbusha hapa, anasema jamani, maandiko tunayoyasoma kila siku, kila saa, hayasemi bure. Sio bahati nasibu kwamba yanabahatisha, ama sio kamari kwamba huenda ikatokea au haitatokea. Haleluya. Lakini maandiko yanasema wazi wazi na ni halisi. Haleluya. Sasa ngoja nikusomea hapa mstari wa 5. Anasema huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anapotamani tuingie katika baraka, anapotamani tuzae tukaongezeke. Haleluya. Yaani vile ambavyo unatamani upate ongezeko kwenye maisha yako, kama ni la kiuchumi, kama ni la kihuduma, kama ni la kiafya, ongezeko lolote ambalo unalitamani kwenye maisha yako, Roho Mtakatifu wapendwa, huwa anatamani zaidi ya mawazo yako. Amen. Anaugua ndani yake, anatamani, anasema huyu mwanangu ninatamani awe na maisha ya aina hii. Amen. Ndiyo sababu Paulo anasema ya kwamba atendaye mambo makubwa zaidi ya tuyaombayo na zaidi ya tuyawazayo. Maana yake anaona wivu juu yetu. Yaani kama unatamani, labda unatamani uwe na gari, yaani Roho Mtakatifu ndugu yangu anafikiria uwe na ndege. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa sababu kama unawaza gari, maana yake uwazi nini? Ndege. Naye anasema kwamba zaidi ya tuyawazayo, zaidi ya tuyaombayo.
Yaani wakati wewe unaomba Mungu niongezee washirika wawe 20, Roho Mtakatifu anatamani wawe maelfu. Haleluya. Haleluya. Hii ndio Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunajua wazi kwamba maandiko yanasema ya kwamba tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Sasa neema imefunuliwa kwa watu wote wapendwa. Haleluya. Lakini kuna neema iliyozidi. Hii neema iliyozidi sasa, yaani Roho Mtakatifu anakuwa anatamani ikufikie, uipate, lakini kuna kitu kinakuwa kinamzuia. Kuna kitu kinakuwa kinamwekea kizingiti. Haleluya. Kwa hiyo akikuona umepiga magoti, unalia, unahuzunika, unaomba kwa kuugua, haleluya, huyo Roho Mtakatifu akikuangalia anatamani akupe kile unachokitaka, anatamani akutendee zaidi ya vile unavyoomba, lakini kuna kitu kinamzuia. Haleluya. Kwa hiyo anasema hivi, huyo Roho Mtakatifu hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu wapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo anasema kuna kitu ambacho unatakiwa uwe nacho. Anasema huwapa neema wanyenyekevu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka tuangalie hichi kipengele cha kwamba kweli Mungu yuko tayari kutupa ongezeko. Kweli Mungu yuko tayari kututendea mambo makubwa zaidi ya yale ambayo tunayaomba. Haleluya. Lakini kumbukeni wapendwa, na mfahamu wazi ya kwamba ili upate hiyo neema, ili Mungu ahusike na maisha yako, afanye zaidi ya yale unayoyaomba, kuna maelekezo. Haleluya. Yaani ili nisije nikaisha tu kuambia Bwana anaenda kuongeza, Bwana anaenda kubadilisha historia ya maisha yako. Kuanzia leo hautaitwa tena fukara, utaitwa mbarikiwa. Haleluya. Amen. Shauku ya Mungu ni iwe hivyo kweli, lakini kuna kitu kinamzuia. Anasema huwapa neema wanyenyekevu, huwapinga wajikuzao. Haleluya. Sasa wajikuzao haimaanishi sasa hivi ni wajivuni au sasa hivi ni watu wanaojinua, ila anaangalia ndani. Ndio tofauti wa Mungu na mwanadamu. Yaani Mungu akikuangalia wewe anakuona miaka 50 mbele utakavyokuwa. Haleluya. Kwa hiyo kabla hajakupa kitu, anajua nikimpa huyu kitu ndani ya miaka hii miwili atakuwa ni hatari, atakuwa ni mwiba. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu akipewa kitu leo, kile kitu kitamfanya atakuja hapa atawaambia watumishi wa Mungu, sikilizeni. Haleluya. Kwa nitoa mfano mmoja. Unajua mtu akiwa anatafuta kazi, anasema Mungu ukinipa kazi, mshahara wangu wa kwanza nitakutolea. Alafu Mungu kwa habari ya fungu la 10, ukinipa mfano kazi 1,000,000 mshahara wangu, mimi siwezi kutoa laki, nitatoa 300,000. Haleluya. Amen. Mungu anasema wacha tumpe kazi. Ukishapewa kazi sasa, ukifika kazini kule unakutana na watu ambao unagundua kwamba huku kazini kuna watu wanavaga nguo za aina fulani. Haleluya. Amen. Kwa zamani ulikuwa unaenda kununua nguo Mbezi pale shilingi 5,000, 6,000, unasema siwezi kufanya kazi ya namna hii. Alafu nivae nguo ya 6,000 mimi? Unaanza kununua nguo za 30,000, 40,000, 60,000. Haleluya. Kumbuka wakati huo unabadilisha matumizi, unabadilisha namna ya kuishi. Ile hela ambayo mwanzo ulikuwa ukiangalia unasema hii hela ni kubwa sana, mimi siwezi kutokumtolea Mungu hela kubwa namna hii. Mawazo yanaanza kubadilika. Haleluya. Ulikuwa unakuja uuliza kuja kanisani hapa, unasema mimi ofisini tu ninakaa kiti cha kuzunguka. Alafu uje unikalisha kwenye benchi mimi? Hapana. Kwa namwambia mchungaji, sasa nimeona kwa hekima ni bora nitafute kanisa ambalo nitapata angalau watu ambao tunaweza kushirikiana mawazo. Unajua hapa kanisani nikija mawazo yangu ni makubwa mno. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anakuwa anakuona kabla hajakupa. Anafikiria unavyowaza, anajua mawazo yako. Kuna tajiri mmoja kwenye Biblia maandiko anasema tajiri walipata kila kitu, akaa kitandani akasema wow, sasa nitapumzika, yaani sina changamoto yoyote.
duniani hapa mimi ni nani wa kufanana na mimi? Mungu akamwambia wewe ni mjinga sana. Kuna watu leo hii wanaitaka roho yako. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa ndugu, Mungu yuko tayari kutupa ongezeko. Lakini kuna kitu anataka tuwe nacho ili kimshawishi. Haleluya. Tumesoma wote kwamba yeye huwa anaona wivu. Na kwenye Warumi anasema huugua, yani hutuombea kwa kuugua. Maana yake nini? Ana shauku zaidi tulionayo. Yani haiwezekani Mungu aone raha wewe ulale njaa. Haiwezekani. Anatamani yani kwa namna yoyote ile upate chakula. Kama aliweza kumtuma kunguru akamlisha Elia, inawezekanaje wewe kukulisha ambaye amekufa msalabani kwa ajili yako? Kumbuka wewe ni zaidi ya Elia, mtumishi wa Mungu. Elia Yesu alikuwa hajafa msalabani, lakini wewe yani ametoa uhai wake kwa ajili yako msalabani. Ameteseka, amedhalilika, amepata aibu. Leo hii akubali ulale njaa? Leo hii akubali uwe katika hali ya uhitaji? Hapana. Anasifiwe sana. Anatamani akikuona aseme wao, mwanangu mcha Mungu. Hivi unajua Mungu alivyojisifia kwa Ayubu? Alivyoenda kwa Ayubu, Mungu alimsifia Ayubu katika mambo ambayo macho ya wanadamu hayaoni. Alisema Ayubu ni mtu mcha Mungu, mwelekevu, aliyeepukana na nini? Na uovu. Haleluya. Unaona sifa za Ayubu? Ayubu wakati huo alikuwa na sifa ambazo tukimuuliza mwanadamu, hebu tueleze kuhusu Ayubu, atakwambia Ayubu ni tajiri. Ayubu ni tajiri sana. Lakini Ayubu anajitahidi, yani ni tajiri halafu anaenda kanisani. Haleluya. Mungu anataja sifa za Ayubu, hataji hata mara moja sifa ya mali. Hataji hata mara moja sifa ya vitu. Kwa nini? Kwa sababu anajua kipaumbele changu mimi ni ile roho ya yule mtu, ni ule moyo wake. Nikishaupata moyo wake ambao ndio chemichemi ya uzima, hivi vitu vingine maandiko yanasema ni ziada. Haleluya. Ndio maana anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, hayo mengine yote mtafanyeje? Mtazidishiwa. Sasa ufalme wa Mungu, wapendwa, sio kuomba. Ufalme wa Mungu unakaa ndani yenu. Ili ufalme wa Mungu ukae ndani yenu, maana yake lazima mtembee kwa kufuata maelekezo ya ule ufalme. Haleluya. Na kuonyesha hapo mbele kidogo baadhi ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana kwenye maisha ya wanadamu, na wengi hivyo vitu vimekosekana. Haleluya. Sasa ili kwa kuokoa muda, kuna mambo matatu ya muhimu kwa muamini anayetamani ongezeko. Mambo matatu ya muhimu kwa muamini anayetamani ongezeko au neema ya ongezeko katika maisha yake. Haleluya. Haya mambo mtu ukiyazingatia, Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema nanyi mkiwa katika kuomba, mimi Bwana nitajibu. Na mkiwa katika kunena, yani kabla wewe hujazungumza, Mungu naomba unipe 1 2 3, Mungu mwenyewe atahusika na kile kitu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa mtoto wake. Sasa angalia katika mambo wa Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa hukumtambua yeye. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa hukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, na nasema kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe wewe ni nani mbele za Mungu. Amen. Wewe ni mwana wa Mungu. Kisha kuwa mwana wa Mungu, Yesu Kristo alisema siku moja, Bwana asifiwe sana. Amen. Alisema ya kwamba ikiwa watu wenye dhambi Baba
mtenda maovu, baba mlevi, baba mzinzi, akirudi nyumbani anamletea mtoto samaki na sio nyoka. Haleluya! Inakuwaje kwa wewe ambaye ni mwana wa Mungu, mtakatifu wa watakatifu, anayekuwazia mema wakati wote, Mungu asikupe samaki, akupe nyoka? Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kwa najaribu kuonyesha kwamba wewe Mungu amekupa nafasi kubwa mno. Kwa hiyo maandiko yanatueleza hapa mbele, nitakuonyesha kwamba yani ili Mungu aguse maisha yako, hivi inakulazimu uteseke kabisa ndo akupe? Bwana asifiwe sana. Atakuwa ni baba wa aina gani ambaye ili amhudumie mtoto wake inabidi yule mtoto agaragare, avae magunia, ateseke, aumie? Hapana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ama je, hivi inakulazimu Mungu akufundishe katika ugumu ili aweze kukubariki? Hapana. Haleluya. Ila Mungu anataka akufundishe wewe uwe karibu yake, uwe mtoto wake. Haleluya. Kwa hiyo nimesema kuna mambo matatu ya muhimu ya kuangalia kwa mtu ambaye anatamani kuwa na ongezeko katika maisha yake, neema ya ongezeko kwenye maisha yako. Unahitaji mambo haya matatu na tutaangalia haraka haraka. Haleluya. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11 na hadi 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Haleluya. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11 hadi wa 13. Lengo hasa ni mstari wa 13, lakini nataka nikuonyeshe kuanzia hapo 11 ili ujue kitu ambacho ninakufundisha kina maana gani. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakorinto wa kwanza, mmeshafika watumishi wa Mungu? Tunasoma, anasema nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto mchanga, nilifahamu kama mtoto mchanga, nilifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabadilisha mambo ya kitoto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Arudia tena pata kunielewa. Nimesema tunajifunza kuhusu neema ya ongezeko. Haleluya. Sasa hivi vitu wapendwa vinafanyika kwa maarifa, vinafanyika kwa ukuaji wa kimaarifa. Haleluya. Kuna vitu ambavyo ulivyokuwa mtoto Mungu alikuwa anavifanya kwenye maisha yako kwa sababu alikuchukulia kama mtoto. Lakini tunajua wazi kuna vitu ambavyo wewe kama baba huwezi kumpa mtoto. Haleluya. Siwezi kuchukua kitu kama dhahabu nikampa Elishadai aendeshe kama gari chini. Ni kitu ambacho kiwezekani, si ndivyo watumishi wa Mungu? Kwa nini? Kwa sababu ni nani? Ni mtoto. Sio kwamba simpendi, sio kwamba simjali, lakini kwa sababu ya nini? Ya utoto. Haleluya. Kwa Wakristo wengi wako kwenye kundi la utoto, kwenye kundi la uchanga. Ukiwa kwenye kundi la uchanga unamzuilia Mungu kufanya vitu vingi kwenye maisha yako. Ukishamzuilia Mungu vitu vingi kufanya kwenye maisha yako, matokeo kuyaona ni shida. Naelewa watumishi wa Mungu? Unamfanya Mungu muda wote anakuwa anatamani, anakuwa na wivu. Yaani anakuwa anatamani kufanya kitu lakini anafanyeje sasa? Anasema huyu mtu nampaje hichi kitu? Haleluya. Kwa mfano umeenda kwenye maombi, anajua kabisa ukienda kwenye maombi unamwambia Mungu, ukinijibu hitaji langu hili 1 2 3. Kuna watu wananidharau sana Mungu. Yaani kuna watu wananisema vibaya na ulokole wangu. Haleluya. Yaani wanasema mimi nimekuwa kichaa kwa sababu nimeokoka. Mungu fanya 1 2 3. Haleluya. Anasema Mungu sio kama mwanadamu hata ajute. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaweza asikupe ili mradi tu ukae kwenye njia. Hata kama wewe akili yako inasema kwamba hapa ndo watamjua Mungu ni nani. Haleluya. Lakini Mungu hayuko kwa aina hiyo.
Kuna maadui ambao Mungu anajua hawa ndio wanaokukwamisha kwenye huduma yako, lakini Mungu hawezi kuangamiza, anawaacha ili wewe ndio ukue, sio yule adui. Naelewa watumishi wa Mungu? Mungu anahangaika na wewe, sio na walioko nje. Kwa haijalishi wanakusema vibaya kiasi gani, haijalishi wanakutukana kiasi gani, maombi yako ya kwamba wafe Mungu anayaangalia tu, kwa sababu anajua huyu mwanangu hajakuwa. Kwa hiyo ikitokea nimeruhusu hao watu wamekufa, Mungu wangu, huyu mtu atakuwa kichaa. Kwa sababu utakuja kanisani hapa, nishatolea mfano sehemu moja, kwamba kuna mtu mwingine Mungu akijibu hitaji lako, kwa mfano labda unahitaji mtoto, Mungu akakupa mtoto, halafu ukija kanisani na mtoto sasa, ukaanza kuwaeleza watu ambao hawajapata watoto, utaanza kuambia mimi nimefunga siku 40 kwa ajili ya huu muujiza Mungu amenitendea. Wewe unaomba siku moja tu, unaanza kulalamika. Unaomba nini? Sisi ndio watu tulioomba. Bwana asifiwe sana. Sasa pale Mungu akikuangalia anasema huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mtu mmoja alienda kusali, akamwambia Mungu, mimi ninafunga mara 2 kwa juma, tena huwa ninatoa zaka katika mapato yangu yote. Ni sifa nzuri wapendwa, lakini je, ile sifa unaichukuaje? Ukiichukua kuanza kulinganisha na wengine ya kwamba kwa sababu ninafunga mara 2 kwa juma, kwa sababu ninatoa zaka, kwa hiyo Mungu unatakiwa uwe na upendeleo juu yangu Mungu akishasikia tu hivyo anasema uwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Na leo watumishi wa Mungu, haleluya. Najaribu kusema nini? Najaribu kusema ya kwamba mpendwa, katika hali ya utoto, katika hali ya uchanga, unamzuia Mungu kufanya vitu vikubwa kwenye maisha yako. Utoto nini? Utoto sio umri. Anasema hivi Paulo, ngoja nikusomee tena. Anasema nalipokuwa mchanga nilisema kama mtoto mchanga. Kwanza ni usemi. Uchanga unatambulishwa na usemi. Haleluya. Lugha unayozungumza, maneno unayosema. Kwa mfano, mtu mmoja tunamfahamu, alikuwa ni mke wa Daudi, anaitwa Mikali. Alipomwona Daudi anacheza mpaka nguo zinaanguka kwa furaha, kwamba sanduku la agano limerejea, uwepo wa Mungu umerudi kwenye familia yetu, kwenye nchi yetu, kwenye maisha yetu. Akafurahi, akashangilia. Haleluya. Halafu kuna mtoto mmoja mchanga, Bwana asifiwe sana. Jile mchukue umchape fimbo, wakisha analia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Daudi ametoka kufurahi, kushangilia, kulukaluka kwa shangwe, anakutana na mke wake Mikali. Mikali anasema umekuwa mwanaume baradhuri, asiye na heshima, cheo chako cha ufalme unacheza mbele ya wafanyakazi Haleluya. Ule ni usemi wa mtoto mdogo, wa mtoto mchanga. Kwa kuwa Daudi yuko mbele za Mungu, kama tulivyokuwa tunacheza hapa. Haleluya. Tutoke hapa tufika nyumbani, mke wako akuite pembeni, lakini hata hujioni wewe na heshima zako zote ile unarukaruka hivi kweli mbele ya watoto na mbele ya watu wanakuona. Haleluya. Wakati ule anaongea Mikali, anaona kabisa hii ni hekima ya kidunia, kwamba lazima ujue namna ya kuenenda mbele za watu, si ndivyo watumishi wa Mungu? Kwamba wewe ni mtu mwenye heshima, umevaa koti lako kama mtumishi wa Mungu hapa, na koti lako zuri hivi, unarukaruka kweli. Mwangalia, kuna watoto pale walikuwa wanakuona, unajishushia heshima Haleluya. Kusoma maandiko utakuja kuona Mungu anamwambia Mikali, hautakuwa na mtoto mpaka siku yako ya kufa. Kwa mpaka Mikali anakufa hakuwahi kuwa na mtoto. Huenda, mimi ninachojua, mtoto wa Mikali ndo angekuja kuwa mfalme. Haleluya. Kwa sababu mtoto wa mfalme ndo aliyekuwa anakuja kuwa mfalme baadaye, kama alivyokuwa Suleiman.
Sasa nani alijua kwamba Mikali angepata mtoto Sulemani asingepewa ufalme? Kwa sababu Mikali ndo alikuwa mke wa kwanza. Haleluya. Lakini kwa sababu ya usemi aliyokuwa nao, kwa sababu ya uchanga utoto, Mungu akajizuia. Kwa hiyo Mikali ndugu yangu alienda kwenye maombi, aliomba sana, Mungu nipe uzao, kumbuka nini na nini, akatoa na sadaka kumbe kuna usemi aliyokuwa nao wa kitoto kamzuia. Haleluya. Ndio maana wanasema ni heri kukaa kimya, na yenyewe ni hekima. Kuliko ukae uanze kuzungumza maisha ya watu, uanze kuzungumza maisha sio ya mchungaji, uanze kuzungumza huduma za watu. Ndugu yangu, wewe kaa kimya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Anasema hivi, na nilifahamu kama mtoto mchanga. Kwa utoto kwanza ni kwenye usemi, pili ni kwenye ufahamu. Anasema na pia nilifikiri kama mtoto mchanga. Haleluya. Kwa hiyo unasema kama mtoto mchanga, unafahamu kama mtoto mchanga, halafu unafikiri kama mtoto mchanga. Mtoto mchanga ndo huwa anawaza hivyo kwamba Mungu, shughulika na adui zangu ili wajue kwamba mimi nina Mungu. Yaani unajaribu kumwambia Mungu, unajua ulivyotuambia ya kwamba wapendeni adui zenu, wewe hujawahi kukaa na adui wewe. Haleluya. Yaani unajua ukienda kwa Mungu ukamlilia juu ya watu wanaokutesa, yaani Mungu anageuka upande huu, afu anavuta picha jinsi ambavyo alivyokuwa anauendea msalaba. Watu wanamdhihaki, wanamtukana kwa maneno, na hawakuishia tu wale wa njiani wakamtemea na mate, na mwingine pale pale msalabani akamwambia, wewe si ulijifanya ni mfalme, ukasema utaokoa wengine, jiokoe naye basi tuone. Haleluya. Kwa hiyo wewe wakati unafikiria hicho kitu, Mungu anakushangaa. Anasema ndugu yangu, kweli mimi nimewaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Haleluya. Na kuwaombea yaani sio kwamba uwaombee mabaya watumishi wa Mungu, unaombea mema, na yale mema unaowaombea sio kwa kinyongo. Haleluya. Maana unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza kusema maandiko yamesema tu tuwaombee mema. Kuna sema Bwana wewe wajua, unamjua vizuri. Bwana wewe wajua. Tenda upendavyo. Muombe Bwana, kumbuka yule ndugu ana changamoto 1 2 3, gusa maisha yake. Haleluya. So unajua adui yako watoto wake wana changamoto, unasema Bwana, yaani moyoni unatamani umwombee Mungu yale matoto yabaki vile vile ili akujue wewe ni nani. Hapana. Haleluya. Anataka ufanyeje? Umwombee mema. Haleluya. Kwa sababu adui yako ndugu yangu akibadilika kwa sababu ya wema ambao Mungu ameutenda kwenye maisha yake, ndio mshirika wako ambaye mtaambatana naye. Haleluya. Fikiria kuhusiana na Paulo. Vipi ambavyo kanisa lilikuwa linaomba juu ya Paulo. Haleluya. Maandiko yanasema Paulo alikuwa anaenda Damascus kwa ajili ya kwenda kushambulia kanisa. Alafu amefika kule, Mungu amebadilisha mtazamo wake, ameokoka. Haleluya. Sasa mfikiria, ungeomba Paulo aokoke au auliwe? Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini unaona Paulo ameokoka. Leo hii tuna vitabu 13 vya Paulo, mambo ambayo Mungu ameyapitisha kupitia mtume Paulo ni mengi kuliko aliyopitisha kwa Petro. Lakini tungekuwa ni watu ambao tunaendeshwa na akili za kitoto na ufahamu wa kitoto, tungesema baba, huyu amechukua pipi yangu, utamchapa? Haleluya. Amen. Ndivyo inavyokuwa. Mimi sina watoto, tunajua mtoto huyu akimfanyia kosa hili, huyu akija anakuja kushtaki ili yule aadhibiwe. Yaani ili umfurahishe unatakiwa umwadhibu yule mwingine. Ndivyo watoto wanavyofikiria. Kwa hiyo mtoto ili afurahi anawaza Mungu, huyu akose kazi, alikuwa anatusema vibaya kanisa letu. Haleluya. Siku moja nikatoa mfano sehemu nyingine, nikamwambia ndugu yangu, kuna mtu ambaye
alimuua baba yako. Haleluya. Haukuhadisiwa. Walikuja nyumbani kwenu wakavamia majambazi. Wewe kwa kuwa ni mdogo wakamwacha. Ukamwona kabisa huyu ndio aliyemuua baba yangu na nilimuona. Mkaenda mahakamani. Kwa sababu wewe una hela. Mahakamani ukashindwa kesi. Lakini unajua aliyemuua ni huyu. Haleluya. Wewe ni mlokole, mtu wa Mungu. Siku moja sasa kanisani tukasema jamaa tunaenda kushuhudia mtaani. Mnaenda kushuhudia mtaani, mnaenda kwa nyumba ya yule jamaa aliyemuua baba yako. Akakudhulumu na kesi mahakamani. Kwenye kushuhudia yule jamaa akasema, mimi nataka niokoke leo. Haleluya. Alafu ukapewa wewe ndo muongozi sala ya toba. Sasa ndo nakuuliza, je, utamuombeaje? Utamwambia hongera kwa kuokoka mtumishi wa Mungu, karibu kanisani kwetu? Au utasema mimi ile kanisa sisali, wanashirikiana na mauaji? Haleluya. Mawazo ya kitoto, fikira za kitoto zitasema ya kwamba hapana, huyu ni mtenda dhambi, alitakiwa afanyeje? Alipiziwe kisasi. Si unajua anasema kisasi ni hapa hapa. Haleluya. Lakini Mungu anataka ulipe jema katika baya. Ndio shauku ya Mungu. Sasa ndugu yangu, ukiwa na akili za kitoto, ninakuhakikishia wazi, maandiko utayajua kweli, maandiko utayafahamu kweli, lakini hautaona udhihirisho wake. Haleluya. Hautaona uhalisia wake. Mungu atabaki anaumia ndani yako, anatamani aguse maisha yako, anatamani abadilishe hatima yako. Lakini nguvu ya kufanya kile kitu anaikosa kwa sababu ya uchanga ulioko ndani yako. Haleluya. Sasa hapa kuna mambo matatu ambayo nimesema nataka tuyaangalie ili yatutoe kwenye ule uchanga, yatuinue. Tukae kwenye nafasi ambayo Mungu atasema, mwanangu ukimpa hichi kitu atazidi kuzulisha utukufu kwangu. Haleluya.